biashara na serikali pia mwenye uwezo wa kutuchangia kwa ajili ya kuzunguka mikoa. Kwanza ya mwanzo tunaanza na mikoa 15, baada ya hapo tutakuja kumalizia mikoa itakayobakia, maana tunaondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30. Hilo lazima niliweke wazi. Tunaondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30 kwenye ziara yetu. Tunafanya haya kwa sababu tumeona kilichotokea mnamo Oktoba 29 kilikuwa sio kitu cha kiungwana kabisa, kilichofanywa na baadhi ya vijana ambao bahati mbaya wengine inawezekana ni wazalendo, walimezeshwa tu sumu kwa wakataka kuliharibu taifa lao. Sasa sisi tunataka kwenda kushindilia swala la uzalendo, ni jambo muhimu kwenye taifa. Tunataka tutembee, tutakuwa na wataalamu maalum, mshanifahamu, na maana tutaifikia mikoa yote, na maana ndani ya mkoa mmoja tutakuwa na watu wasiopungua 300, vijana 300. Wakiongezeka tapasomba, ila sisi tumeweka kila mkoa mmoja tutakuwa na watu 300, kwa sababu tumelenga kuwafikia vijana 5000 kwa awamu ya kwanza hii. Tumelenga kuwafikia vijana 5000 mpaka 4500. Kwa hiyo tunaenda sasa, kuna mengi, na hapa niwaambie tu ndugu zangu wananchi, ni kweli inawezekana kuna baadhi ya watu wanatubeza. Tusiangalie jinsi wanavyotubeza, tufikirie siku 3 zile tulizokaa ndani mwisho saa 12. Je, zilikuwa ni siku sahihi? Makosa yaliyofanyika kama yaliyojitokeza tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa, tunajua kimbembe kilichotukuta. Wengine kula yetu mpaka tutoke nje tupate riziki. Kuna watu walidhidi kudhoofika, wagonjwa ile saa 12 mwisho ndani ile. Watu walidhidi kudhoofika, baadhi ya watu. Sasa hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafate vijana, tutaki kila siku kaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo.